Karibu mwana michezo kupitia Kawabe Media SMPK ambapo unapata tondoti ya kinifu wa taarifa njema na nzuri za kimichezo. Na hii ni mara baada pia ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kutamatika siku ya juzi. Hatukupata wasaa mzuri wa kuzungumza na shabiki na mwanachama wa Simba Sports Dr. Mohamed Hamis kwenye kile ambacho kimetokea. Hapa leo tunadiscuss zaidi matukio ya dabi ya Kariakoo, namna ambavyo yalikuwa na jinsi ambavyo yamebadilisha sura ya mchezo wenyewe wa Simba pamoja na Young Africans. Dr. Moko vizuri? Niko poa, nashukuru Mungu, nasema alhamdulillah. Pole bwana kwa changamoto. Nasema alhamdulillah amen. Sawa, tuanzie hapa. Young Africans na Simba, matukio yalikuwa ni mengi, mchezo uliisha kwa sare. Tuzungumzie zaidi. Kwa nini Simba na Yanga mechi zao mnaanza kucheza nje? Tuliona kabla ya mchezo mambo ya ulozi, watu wanatoboa huku na huku. Kwa nini huaga hamjiamini moja kwa moja kwamba tumesajili vya kutosha, acha dakika 90 zizungumze? Sasa si utamaduni wa nyuma mwiko ambao ujenga kwa muda mrefu. Nyuma mwiko ndio kazi yao ya kutoboa matundu, kupitisha urozi na nini, kwa hiyo vitu kama hivyo. Lakini ni ushamba tu wa kwenye mpira, na mwisho wa siku kinachokupa ushindi na uwanja ni quality ya wachezaji na namna ambavyo umejiandaa kuanzia benchi la ufundi, management pamoja na wachezaji ambao nao ndio ambao wanakupa ushindi. Pamoja na fitna zote ambazo walifanya nyuma mwiko, hujuma mbalimbali ambazo zilifanya za kuingilia paka chumba chetu cha dressing room, kutoboa matundu na kuweka mabaya ambao wataka kuyaweka, lakini bado walishindwa kupata ushindi mbele ya Simba ambao ilikuwa ni imara na bora dhidi yao, na Simba ambayo ilikuwa ni yatima ndani ya uwanja kwa sababu Yanga walikuwa na mtetezi ndani ya uwanja ambaye alikuwa ni referee pamoja na linesman wa kulia. Hao ndio walikuwa watetezi wa Yanga. Kwa hiyo Yanga Afrika tulikuwa tunacheza nao 11 uwanjani, kumbe sio 11, walikuwa 13. Maana walikuwa 13, maana yake linesman wa kulia pamoja na referee, na ndio ambaye amesababisha mpaka hivi hivi tunazungumza tumegawanywa alama moja. Otherwise kama referee wangewaacha Yanga nao wakajitegemea, maana yake sisi tunasema tungeweza kupata alama 3 na tukawafunga mechi ya juzi pale New Amani Complex. Ni mchezo mzuri ambao wachezaji wamecheza kwa ready mkubwa sana, na nipongeze uongozi wa klabu ya Simba ambao walitusajili wachezaji wazuri hawa, kina Libase Gweye, kina Anicet Yaula, Clatous Chama, Kasila Jibli, Kasilas Mamadu, Ismail Taure, lakini unazungumzia Nixon Kibabage. Wow. Top class defender wa lefty katika left footer katika taifa letu. Lakini unazungumzia wakina mtu kama Inosi Riomba, moja wa washambuliaji hatari sana ambao tunao kwenye taifa letu, yupo ndani ya klabu ya Simba. Kwa ni quality juu ya quality ndio ambayo iliwafanya juzi Yanga Afrika wapumulie mashine. Hali ilikuwa ni mbaya. Nilikuwa nimekaa pembeni pale na mashabiki wa Yanga, rafiki yangu Musti pamoja na Meja, nimekaa nao jukwani pale. Watamani muda wote mpira uishe, muda wote wanaangalia muda bado dakika ngapi, yani watamani mechi iishe kwa sababu ilikuwa ishawapalia. Steve Barker pamoja na Pep Guardiola mnene, Pep Guardiola unazungumzia Pep Guardiola Vero, yani Matola assistant coach wa klabu ya Simba, waliwauliza maswali magumu sana Yanga Afrika siku ile. Ni mchezo ambao ulikuwa na nyota 5. Ni mchezo ambao ulikuwa na hadhi ya kuitwa mchezo wa dabi. Ni mchezo ambao ulikuwa na kila sababu Simba kushinda kwa sababu tuliwa dominate kila kitu na tukawashinda kila kitu. Sio, unaelewa vizuri. Kwa hiyo ni mchezo ambao kimsingi tunajivunia tuliwatawala Yanga wa kila eneo. Angalia Shomari Kapombe alimpiga tobo Mohamed Hussein, bonge moja la tobo, na nimeambiwa kuna meneja wa benki mmoja amenipigia simu kanambia, hebu niletee ile goli la Shomari ile tobo la Shomari Kapombe na kitambulisho chako cha NIDA nikupe mkopo bila dhamana. Kwa hiyo ile goli unaweza likatumika kukopea mkopo bila dhamana. Sio goli ile tobo la Shomari kumpiga Mohamed Hussein, bonge moja la tobo. Lakini pia mpima umri Libase Gweye ni carbon 14. Umri unapimwa na carbon 14. Sasa carbon 14 ndio Libase Gweye alikuwa anapima umri kina Shabalala. Mara sikumbuki ni saa ngapi ambako Shabalala alivuka ile cycle of arc kukaribia mstari katika, sikumbuki. Muda mwingi achezea chini kwa sababu ya shughuli ambayo alikuwa anapelekeshwa, anasurutishwa na mtu mmoja anaitwa Libase Gweye, a man to watch, left footer, magician, gifted player, talented player huyo. Lakini Anicet Yaula kwa ubora ambao wanao ni bonge moja player ambaye kimsingi ametuonesha
ana deserve kucheza ndani ya klabu ya Simba. Ni quality za wachezaji ambazo hizi ndio kwa kuzipigia keki ya Dr. Mo. Na niseme tu ni ushukuru uongozi tena wa klabu ya Simba kwa kusajili quality za wachezaji kama hawa. Nixon Kibabage kupanda, kushuka, ku-overlap, kupiga chenga, kumiliki mpira, kukaba kwenye maeneo mengi ya ulinzi, kutokumfanya Max Ngeli mpia asicheze mpira ambao amezoea, kutokumfanya Max Ngeli mpia aingizwe mfukoni, maana yake asicheze mpira ule ambao tumemzoea, kutokufanya Max Ngeli mpia asionekane uwanjani wala kutajwa na mtangazaji wa mchezo, maana yake alikuwa kama hayupo. Maana yake hiyo ni kazi kubwa ambayo ameifanya Nixon Kibabage, mtoto wa hapa wa mama Kizimkazi, mtoto wa Kitanzania, mtoto wa Kimorogoro, mtoto kutoka milima ya Uruguru. Nixon Kibabage is a man, na mimi kwangu mimi yule alipoza kuwa man of the match. Sawa Dr. Mo, ukiachilia mbali tukio ambalo limewaumiza watu wengi, amini kwa upande wa labda mashabiki wa Simba, tukio la kukataliwa goli lenu, ni tukio gani lingine kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo lilikukera sana ukiachana na hilo? Tukio mimi lilikera. Ukiachana na lile ambalo goli lenu la Selemani Mwalimu kukataliwa na Raisman, lingine ni lipi? Lingine ni nyuma mwiko kuloga, tena kuloga mchana kweupe. Wewe fikiria kuna clip imeonekana kule Zanzibar. Mtu mmoja kutoka Ngogwe kule upande wa pili alikuwa uchi. Anahatamia pale uwanjani, yuko uchi, anapiga na matako yake chini, yuko uchi. Limenikera sana hiyo moja. Mwezi mtukufu Ramadhani, subhanallah, Mwenyezi Mungu atunusuru na atufutie madhambi na atusame madhambi. Hilo tukio ni tukio ambalo limenikera. Lakini tukio lingine ambalo mimi limenikera Zanzibar ni mashabiki wa Simba na Yanga kuchanganyikana. Kwamba jinsi ambavyo uwanja ulivyo mnataka mwe mnatengewa. Sisi wao tunakaa kwetu na wao wanakaa kwa. Lakini Zanzibar kuna muingiliano huo. Fair play, lakini kitu ambacho mimi sikukitaka hicho. Sisi ni maadui. Sisi sio maadui, marafiki, na maana sisi tuna mmoja wetu wa sports fest. Ule ushangiliaji wa dabi huo unakoleza na aina ya ukaaji. Hata kule Casablanca, dabi ya Casablanca ya Raja na Wydad huwa wakai pamoja. Hata kule Misri, Raja ya National Al na Zamalek hawakai pamoja. Kaizer na Orlando hawakai pamoja, Kaizer Chiefs. Hizo ndio dabi za Kiafrika ambazo zimezoeleka. Ile kukaa pamoja imepunguza pia ladha ya dabi ambayo tumeizoea. Lakini leo tunajivunia kwamba tumeonyesha mchezo mzuri, mchezo ambao kila mmoja ameappreciate, hata wapinzani wetu watusifia. Sawa, Dr. Mo, tumalize na hili la mwisho. Jairuti aliwahi kutoa ahadi ya kuleta mchezaji. Amewaleteni Enos Jospin Loemba. Baa lake miliona. Maua kwa Jairuti. Namshukuru sana Jairuti Investment Limited kupitia mkurugenzi wake Rogasira Joseph Samson kwa moyo wake wa huruma na ahadi zake za kweli kwa Simba. Ametusaidia kutuletea, alituahidi mchezaji na sasa ametuletea mchezaji mwenye quality, mwenye daraja kubwa kama la Simba. Mchezaji kama Enos Liomba, mchezaji ambaye deserve kucheza klabu ya Simba. Tumekubali, tumempokea na Jairuti ametuheshimisha, apepewe. Jairuti apepewe, lakini na Simba waendelee kupata ofa ya jezi kwa shilingi 12,000 kupitia Jairuti Investment Company Limited, jezi original ambazo mikoa yote Tanzania bara zinapatikana kupitia magari rasmi ya kampuni ya Jairuti. Ukiliona simamisha, mwambie nipe jezi original kwa shilingi 12,000. Ni ofa ambao mzambudi wetu kwa huruma yake na wapenzi wake kwa Simba ameamua kushusha ili kila mwana Simba apate nafasi ya kuvaa jezi original kwa shilingi 12,000. Vaa jezi original, kataa jezi feki kwa maendeleo ya klabu yake. Tumuunge mkono Jairuti, ametuheshimisha na sisi tuendelee kusupport biashara zake. Kwa hiyo Loemba unaona akifanya makubwa zaidi yale tuliona kwenye mchezo wa juzi. Mwaka kesho Liomba atatupeleka finali ya CAF Champions League. Ino Jospin Liomba atatupeleka tucheze CAF Champions League finali mwaka kesho. Unamwamini moja kwa moja? Brother, yule ni mchezaji hatari. Simba iko mabegani mwake sasa. Brother, yule mchezaji anacheza namba zaidi ya 3 ndani ya uwanja. Kiungo mshambuliaji, anaweza kucheza kama namba 9 au namba 8 au winga. Huyo ni kiungo. Juzi alizima chini pia, alirudishwa chini. Brother, huyo hatari. Wewe ni unamswitch tu akae wapi? Enos Liomba ni mshambuliaji ambaye tunakushukuru Rogasira Joseph kwa kutuletea mchezaji hatari kama huyo. Bwana, nikushukuru sana Dr. Kila heri.